Pengine usikia vibaya nikalala usiku nikajua nakaa hii mikono imefunga kwa sababu ya kushika moto. Akasema sasa hii kazi sijui niachane nayo, lakini achana nayo kule mbele nikiangalia niende kaanze tena maisha ya mosi, na hapa tayari naendeleza maisha yangu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mpenzi mtazamaji, karibu tena katika kipindi chetu cha biashara mashinani ndani ya TV yako pendwa ya Halal Charity TV. Hii leo ni surprise kubwa kwenu nyinyi watazamaji, kwa kweli kupata biashara ambao wengi wanapenda, biashara ya kuhusu nyama, biashara ya kula. Tukienda kumwangazia mzee wetu mmoja tukiwa hapa Mtwapa ndani ya Palasia Cafe. Ungana nami tuweza kusikiza kutoka kwake yote na ujuzi wote aliokuwa nao na faida. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ningependa kuulize jina lako nani, ueleze watazamaji jina lako nani na hapa ni wapi? Na mimi naitwa Juma Musa Omar. Naam. Niko mfanyaji kazi wa hapa Palasia Cafe. Palasia Cafe. Hii biashara yako wewe inahusu nini kwa ujumla, ni ueleze wateja wako? Kwa kusema kweli biashara yangu mimi ni upande wa grilling. Kuchoma nyama, kuku, mishakiki na hata samaki pia sangine nikipata ninawachoma. Naam. Sasa ni uvitaji kwa makastoma zangu, wakija kiona wanapendezwa. Pengine wajue Palasia Hotel inapatikana wapi? Mji gani unapatikana Palasia Hotel? Palasia iko hapa behind the National Bank, barabara kuingia kwa Chifu. Kweli. Palasia inapatikana behind National Bank Mtwapa, barabara ya kwenda kwa Chifu. Swali lingine, hii biashara yako ulianza lini pengine? Takriban sasa na miaka kama 15. Mashaallah. Miaka 15 biashara kama hiyo. Mashaallah. Na hii biashara yako kwa miaka hiyo 15 kwa kweli imefaidisha vipi wewe mwenyewe binafsi? Alhamdulillah, kumfaidisha kwangu mimi, watoto wangu wamesoma na waliokuwa ambao kwamba wako mbele washamaliza. Na alionao sasa na bakisha kidogo ambao kwamba ndio wananipeleka mbio kulingana na biashara yangu. Japokuwa ni ndogo, lakini alhamdulillah ninapoipangia watoto wangu wanasoma, wanavaa, wanakula nyumbani, kila kitu, yani kumbe maisha yao yanapokuwa kweli kabisa. Waswahili wasema mgagana upo hali wali mkavu. Kweli wewe sidhani kama utawahi kula wali mkavu. Allah jalie. Amen inshallah. Una swali hapa ningependa kukuuliza. Naam. Katika changamoto ambazo wewe mwenyewe binafsi umezipitia kwa hii biashara yako, pengine waeleze watazamaji waweze kujua changamoto gani unapitia katika biashara hii ya grill ya kuchoma nyama na mengineyo. Kwa kusema kweli hii kazi ni ngumu kulingana na nini, kama inacheza na moto hapa. Kweli kabisa. Moto unataka afya ya mwanadamu wewe ni busara na ni bora. Unatakana upigwe masindano, hali ya kuwa ukifika kwenye moto kama hivi unajisikia uko maximum na ile kazi yako. Kweli kabisa. Kuona mwenyewe mweledi sana. Kabisa. Kwa kweli ni miaka 15 kabisa. Mashaallah. Changamoto nyingine pengine? Changamoto zenyewe ndio hivyo, unakuta wakati mwingine biashara inarudi chini. Naam. Unakuta kulingana na makastoma bila walivyo, biashara inarudi chini na inabidi tu nakubali kwa sababu kwa saa nyingine inakataa kwenyewe tu. Kweli kabisa. Na pengine hao customers wako kuna challenge gani? Yaani unapata changamoto gani na hao customers? Kulingana na customers zangu alhamdulillah, kila anayekuja akionja ubusara wa choma yangu wanasemana huko kwamba mahali fulani ndio kuna choma nzuri sana. Kuna changamoto unapata? Changamoto customers wenyewe ndio akija jambo limefanyika. Kuna wengine lazima kuelezee leo mbona umpata ng'ombe ambaye kwamba unamwambia ni kweli. Hata mimi pale butchery nikienda huwa tayari washachinjwa tayari, na mimi lazima kulingana na biashara yangu lazima nichukue ili nijiuze. Hata kama nyama ni ngumu niko tayari nitengenezee, kama ni tangawizi, kitunguu saumu, mchele kwa ajili kusudi iwe laini zaidi, ili kusudi customer kija kila anufaike. Huwa ni changamoto kwa sababu ile nyama
hautengezi wewe ile nyama. Unaipata mahali yenye iko inakuja sasa leo. Ni wewe akili yako ndio Kwa kuna venye unaifanya inakuwa laini zaidi na kabisa ndugu yangu. Kwa kweli ni miaka 15 mpenzi mtazamaji. Ningependa kumuuliza hao wateja wako mnamiliana nao vipi? Kuleta yale yani ushirikiano mzuri ama mamiliano mazuri wewe na wateja wako. Wateja wangu mimi kila leo napata wageni. Naam. Unakuta mtu yeye yuaja kila siku lakini haji tena, lakini anamkimbiza mteja ambaye kwamba kuja kumwona ni huyu ni mgeni. Mimi naambiwa na mtu fulani. Nije hapa. Wewe ndo Palesia, wewe ndo J, naambia ndo mimi. Basi kama J ndio sawa. Mara napoa simu. Kuna kijana hapa ankuja wako amemwagizia choma. J mwangalie choma mzuri hiyo, basi mimi ninambidi nimpe heshima kwa sababu yule jamaa kweli kabisa. Kweli kabisa. Na pengine katika hii choma ukimwekea mtu choma, pengine wajue pia watazamaji. Unamwekea nini kando kama inakuja na choma? Nyama choma kulingana ni shai marinate. Kuna kachumbari ambayo kwamba ni salad. Utakitaka pilipili unamkatia, unamwekea na limao. Sasa vile ni vitu ambavyo kwamba kama yatumia yeye atatumia kulingana lakini usimchanganyia tu kwa sema hivi nishachanganya. So kuna kachumbari kando, salad, kuna pilipili kabisa, pengine limao. Sasa kipindi kama hichi kwa kweli kuna vijana wengi wanaangalia, kuna watu ambao mimi hawajaanza kufanya biashara ama wanasubiri drive moja hiyo push waanze biashara. Pengine wewe story yako ukiwaeleza watakuwa na motisha. Wewe ulianza vipi biashara? Nini kilichokusukuma wewe ukafanya hii biashara? Hii biashara nilianza nilikuwa bado barbaru miaka 16. 16 nilipokuwa nimeenda kutafuta kibarua nikampata mtu mwingine wa Kiarabu Kingorani pale. Basi nasaha alionipa alisema, kijana kuangalia pale bado mdogo, wewe ulikuwa unafaa kusoma kulingana na maisha kwako imekuwa magumu. Mimi nitakufundisha hii kazi ya kuchoma, na hii kazi ukitia manani itakuwa bora kwako mpaka ukitaka kuoa na watoto utakuja wasomesha na hiyo kazi. Abillahi tawfiki aliponifundisha hii kazi mpaka leo, kulingana na zile changamoto zilizopitia nikajua ile kazi na nikaoa kulingana na ile biashara yangu nilionayo kuchoma kuna nyama. Na sasa watoto wangu wamesoma mpaka secondary, kazi ndio hii. Kwa hivyo alhamdulillah hakuna biashara mbaya isipokuwa niwe imani kwamba hii kitu ina riziki kutoka pale. Basi tukaendelea hapo mpaka muda wa sasa hii. Mimi hii kazi imebidi sasa watoto wangu wananipa pesa kwa sababu wengine wanamaliza kusoma na bakisha kama watoto wangapi, wawili ufani watano. 3 washamaliza, wawili ndio ninao sasa. Hii kazi ndio ninao. Sasa mimi nilikuwa ninaomba yangu kulingana nini? Hii kazi imenitumia sana upande wa moto, na moto umeingia sana mwilini, kama napima sindano, lakini afya yangu si ile masbutu kwamba najisikia kama wewe au wewe. Sasa umri kama huu ndio fika sasa hivi, sio kwa ningekuwa na hii kazi kwa nishabadilisha, kama ningekuwa na wazo mengine ya zaidi. Lakini sasa rasilimali yangu ya pesa napata ni ya kuangalia watu wangu nini, hata kusema unaweka pia kuna of course itakuja utachukua ile kidogo ulichoweka rejesha tu. Kweli kabisa. Au mzee, pengine ilikuwa ni sehemu gani? Maana hapa ni Mtwapa, pengine ulikuwa mahali kwingine ndio ukaja Kingorani kule. Kingorani Mombasa. Makweli leo mzee nilikuwa naye na kumfunza kwake nikakaa naye umri wake wote mpaka Mungu akamstari. Alipomchukua huyo mzee ile kazi kanisheti ya manani, lakini nami nikasema hapa vile mimi nilipata huu ujuzi wa kufanya mzee na Mungu mimi kazi kumwombea dua, Mungu amrehemu. Nimeendelea hiyo kazi na kweli nimeoa katika ile kauli alionipa. Nimefundisha watu mpaka sasa hivi. Ndio kauli yao mzee alionaachia. Kwa kweli kuna kauli imesema akwambia hii biashara ni ile ambayo itakuinua wewe. Yaani hii ujuzi ambao nakufundisha itakuinua, na kwa kweli leo alhamdulillah niko kwa ujuzi huo kabisa. Kwa kweli lazima kuna jambo na mahali ufikia katika stage ya kufanya biashara kama hii ama kazi ya maisha yako. Ulitaka ukata tamaa na hii biashara. Iko kweli wakati kama huu? Muda kama huu mwanadamu umpata, kwa sababu waweza kufanya kazi ukasema mimi hili jambo la hii biashara yangu pengine usikia vibaya, nikalala usiku nikajiona kama hii mikono imefunga kwa sababu ya kushika moto. Kasema sasa hii kazi sijui niachane nayo, lakini achana nayo kule mbele nikiangalia
niende kaanze tena maisha ya mosi, na hapa tayari naendeleza maisha yangu. Wacha nirudi hivyo hivyo. Allahu yaalam, ndio anayelinda mambo yote. Kweli kabisa. Na msukumo gani ulipata ukarudi naye, ama niyo kuangalia kuwa unaangalia situation yako, manake Rongo ndio kama hule nao ni mimi, akili yangu nifanye kazi, ujue hii kazi naanza na kule mbele itaisha vipi, au hii kazi salama hali gani. Je, nikiacha nende kaanze tena pale, watu wangu ndio hawa wametoka shule sasa, nataka shilingi 2000, sina mimi, naanza kazi tena mosi pale. Wacha nirudi tena hapa, je pambana naye kama ni ngumu, ili ule uzito na upate na wepesi, ala mwenyewe ndio. Kwa kweli mpenzi mtazamaji, kukata tamaa sio jambo ambalo linafaa lije katika kichwa chako mara kwa mara. Ni kweli unaona wakati ambao unakata tamaa, kuna changamoto unapitia na hujui ufanye nini, na jambo ambalo alifai kugusa kichwa chako ni kukata tamaa. Kwa maana alipotuambia ndugu yetu hapa, Mungu ndo ajuaye na Mungu ndo anapeana riziki. Kwa kweli biashara ulipoanza na kwa sasa kweli uchumi umebadilika. Ndio. Sasa ni mtaji gani ambao mtu ama wewe ulianza vipi, ni mtaji kiasi gani kwa kuanza biashara kama hii? Biashara kama hii kama waianza, Naam. Kwanza utaanza ikiwa watu hawakufahamu kwamba wewe unaanza biashara. Unaanza kwa kauli ya Allah kuwezesha. Sasa kadiri unavyoanza, nilianza tuna kilo 2 na machoma, katino kilo 1 ilikuwa inapatikana kama 300. Sasa hii takriban times 2. Kweli 600 sasa kilo. Sasa kwanza kwa taratibu ile biashara ndio kulikuwa kuna uzito, unaweza kuweka hiyo kilo 2 na ukashinda hivyo hivyo, na ukabidi uifunge hivyo hivyo. Na kama watu wanapita lakini hawajakuwa. Sasa inatakana subra ya ile kazi. Kesho nitafungua tena ndio hivi hivyo, ama nitaacha. Kama vile ulivyosema unakata kauli kwa biashara. Sasa nikaendelea hivyo alhamdulillah, mpaka ikabidi ninachoma nyama takriban kilo 10 kwa siku, naweza kuchoma kuku kama 15 20 hivyo hivyo, mpaka watu washazoea. Sasa hii changamoto iliyopo ni vile nyama imepanda hapo juu. Ukija ukitafuta faida yake ile kilo si nyingi vile. Na wewe kusema ati nyama imepanda, mimi wacha nami nipandishe mpaka customer akija ashindwe ende zake. Unamwekea maximum ile bei ambayo kwamba anaweza kuja naye akapata ipate riziki. Na kwa kukisia, kiwaambia wale watazamaji wanaoangalia kama hichi, kunao vijana ambao wangependa kweli kuanza biashara kama hii ama kujifunza, ukisia tu kama mtaji wa kiasi gani cha pesa akiwa nacho anaweza kufanya biashara kama hii kwanza? Biashara kama hii tuseme, hii jiko lenyewe linahitaji mapema ambapo linachukua kama 1800 ile jiko. Jiko linachukua 1800, ambapo ukitaka kuchukua na hii kabati hivyo inachukua kama 1800 hivyo hivyo, ambapo ndakana ukichoma uzike mahali kama zaonekane. Kuna hizi spokes pia ni kitu ambacho kwamba zinauzwa. Tuonyeshe spokes kwa watazamaji. Spokes za kutilia ile aluminium hizi. Kutilia mshakiki. Hizi zishike kutu kabisa hizi. Maana kuna zingine zile ambazo kwamba zinauzwa ma wholesale, wazi ukishindia nyama kesho tayari unaiona imekuwa nyekundu ina kutu. Lakini hizi huwa zina kutu. Aluminium. Kwa ni nzuri sana kwa kutumia. Miongoni mwa vyombo hiyo jiko muhimu kabisa. Na nyama pia unaweka, pengine naona kuna mali kuna vitunguu kabisa, vitunguu, tomato, kuna pilipili. Hizi zote customers zakuja akasema mimi nataka nyama choma na limao peke yake. Unamwekea limao. Mimi nataka na kachumbari. Ndio hapo unamwongezea kachumbari. Mwingine anasema mimi situmii kachumbari. Kwa hiyo tumepiga hesabu 1800 hiyo 16 kama 16 hiyo. Alafu pengine hizo nilinunua moja kama shilingi 10. Okay. Inategemea na vile mwenyewe atakaposhiriki. Okay. Na vyombo pengine naona kuna mabakuli, kuna mabakuli kama haya ambao ni kwa mshakiki nikiweka. Kuna vitu lakini muhimu sana. Naona muhimu sana ni hilo jiko. Muhimu sana ni jiko. Ukipata hizi zingine zinajileta kitu fulani 10 Kwa tukisia ni zaidi ya 16,000. Takriban ngapi kwa ujumla? Kwa ujumla kianza pamoja na nyama ndani. Na nyama ndani hapo utategemea pengine za kwanza na kilo 5. Ukachukua kama kilo 2 ukakata mshakiki,
na zile kilo 3 ukaanza kuchoma nyama robo, utakaye nusu robo ukamchomea. Hiyo ambapo kama ni kilo sahi ni 600, hiyo nyama kama kilo 5 inachukua kama 1000 ngapi? 3. Kwa hivyo tuseme hapo imefika 19. 19. Bali na vyombo, visu, hapo tomato. Sasa tuseme takriban 20,000 na ngapi? Sasa inategemea na pale mahali utakapopata, kama ni kwako au pengine umepakodisha pale, pia na kuna mapeni yake ambapo utafungia. Kama mwenyewe ataka shilingi 5,000 mlango, 6,000, 7,000, hapo mtaelewana. Hiyo ni pesa ambayo kwamba inapingiza ili kusudi upate pale mahali. Hata za kununua hivi vyote ukashindwa mahali tenda kwanza wapi. Kweli kabisa. Hapo ni karibu tuseme 30. Karibu takriban 30. Sasa kuna vijana pale kwa ile TV wanataka wewe uwaeleze, uangalie, upige jicho, uwaeleze. Pengine akona mtaji kiasi. Sasa afanye nini, ama ni na saa gani utampatia wewe pesa yako nayo ufanye biashara kama hiyo? Kuna vijana unaoangalia kipindi kama hichi na wao ndo tunawa target. Pengine akona kiwango kidogo cha hiyo pesa na anataka kufanya biashara kama hiyo. Pengine ungemnasihi vipi wewe? Nasaha kwangu kuwa huwezi kuanza kazi bila kununua tools. Lazima ununue vifaa ambavyo kwamba ile kazi utakuja simama, usiseme tu atakuchoma kumbe jiko huna, kabati huna. Hivi vitu mpaka waanze kununua na waza kwenda mpaka kwa ule fundi akakuangalia jiko kiasi gani, maana kuna majiko kwanza 15,000, kuna 10,000, hata 5,000 pia ziko jiko ambazo ziko size. Lazima jiko ile ambayo kwamba umetaka mwenzako 8,000 tena wataka kiasi tu za kufanywa hata kama 5,000. Kwa hivyo ni ajipange na hiyo hesabu ya kitu akianza asirudi nyuma mahali. Akatengenezewa ile jiko maximum yake, atambua bei, atajua vizuri. Lakini haina bei maximum ile inaweza kukupa. Kweli kabisa. Sasa kuna vijana wangependa kujifundisha kuchoma nyama kama wewe. Pengine kuna nafasi unaweza kufunza vijana kupatia elimu kama hii? Naweza kuwafunza sababu uchomaji ule ni uchomaji mmoja kama kawaida uchomaji. Lakini unaweza choma nyama, utasikia jamaa kwambia mbona nyama ina moshi, mbona na harufu hii. Kumbe vile ule moto makaa hayakuchomeka mpaka yakaisha. Kweli. Sasa ndakana ile black ya makaa ikiisha, ndio yale makaa mazuri sasa unaanza kuyatawanya, unaweka hii nyama. Unapoichoma sasa inakuja na ule moto wa kuwa makaa si mabichi, yamepisha moto, ndio namu unakuta inatoka vizuri. Kwa hiyo kuna nafasi ya vijana kuja kwako kutaka kusoma jambo kama hili? Si tatizo, ni kitu cha mara moja tu, si kitu cha kwamba tunachukua siku nzima. Takriban dakika 15, nusu saa itakuwa kila moja akili yake imemwingia. Kweli ningependa kukupatia sekunde 60 uwaeleze wateja wako kuhusu biashara yako, uwaeleze waweze kuja kununua kwako. Na jambo gani ungependa kuambia wewe kujieleza na kujifunza biashara kama wao wateja wako? Ndio pale sio ama waambie tu hapa. Kama kweli wateja wangu ni watu ambao kwamba wenye kulifahamu, ambao hanifahamu. Mimi naitwa Juma Msaumari, mkazi wa Palesia Kef nia National Bank, nje kwenda kwa chief hapa. Kwa kusema kweli na umaarufu wa kuchoma nyama takriban miaka 10-15. Uchomaji wangu ni kitu kwamba wewe mwenyewe ukile ukiridhia utamwambia mwenzako kulingana nini umeridhia ule uchomaji wangu. Nachoma kuku, nachoma mshakiki. Hii yote inawakaribisha kama mimi ndugu yenu wa karibu hapa Mtwapa. Napenda ueleze wanabiashara wenzako ambao wanafanya kazi kama hizi, neno gani ungependa kuwapatia biashara? Kusema ukweli, biashara zote ni mzuri, lakini biashara ni kauli. Kauli njema ndio hufanya kila kitu kwa njema. Takana pale mahali kwanza wewe mwenyewe msafi, wa kujimarisha kwamba wewe umsafi, umeoga na nguo uliovaa ni nguo ambayo kwamba kila customer atakayekuja ataridhia na wewe. Kwanza mosi unahakikisha kila ukija asubuhi unatia usafi pale mahali unapofanya, kabati unasafisha, kama ni nyaya za mshakiki unazisafisha,
chuma hii ya kuchomea nyama huwa kawaida yake ukichomea lazima ishike rasti ya nyama, lazima kila siku wewe unaisafisha. Unatumia malimao ili kusudi ile rasti itoke, ili kusudi mwanadamu akila asumwe na tumbo kulingana na uchomaji ulioko. Kwa hivyo usafi wa kwanza ni kauli yako, kujua kuongea na watu, ndio watu wanajileta wenyewe kulingana na manufaa yako navyo. Asante sana kabisa. Na malengo yako wewe kama mwanabiashara, miaka ijayo, una maono gani biashara yako kwa vipi? Mimi kusema kweli nishafanya hapa kulingana na vile ilikuwa sina nguvu za kukodisha mahali kwangu binafsi. Hapa niko tu kwa wenyewe na hapa sasa kwa control kama ambayo nilikuwa control yangu mimi niliona nina control na wenyewe vile kando na kumwambia. Lakini malengo yangu mimi nilikuwa nataka nipate mahali kwangu ambapo ninaweza na mimi nikaita vijana nikawafundisha, nikawa mimi nguvu ya kusoma kwenye majiko sina tena. Naweza kuambia fanyeni hivi, kama mimi sasa ndio nafasi yangu iliyobaki huko mbele. Lakini kulingana hizo zote ni pesa uwe ambapo umezipata, lakini kulingana na utafutaji wetu tulionao, pesa kama hiyo ukipata basi mpaka yani changamoto nyingi ndio ipate pesa. Hilo ni mojawapo ya malengo ya kipindi chetu kama hichi. Sasa swali langu la mwisho ni ungependa usaidizi gani? Maanake kuna watu wanaangalia kipindi kama hichi, wao wana uwezo kukusaidia wewe kusukuma kukuendeleza katika biashara kama hii. Pengine usaidizi gani na gani ungependa kuambia? Kwanza mosi, hata pale mahali ipande papata milango siku hizi bei yake ziko juu, sina kwangu watu wapi mazera zimbali sana, lakini mimi nimekaa hapa Mtwapa na nimejulikana na watu wengi, mpaka nyinyi ndugu zangu mmekuja kunijua. Nimekaa siku nyingi sana kwa ndugu zetu bado ni wadogo, alhamdulillah, mpaka tushakuwa watu wazima, tuko pamoja nao. Changamoto yangu ilikuwa ni hiyo pesa, nikipata nihakikishe nitatafuta mlango na niwe nitaweza kujimaintain kulinda vitu vyote vya pale ndani. Maana ukianza mambo kama hayo lazima uwe na friji, mahali kuna stima waya, mahali kuna meza, mahali umefuta nini mfereji watu kuja kuosha mikono, mahali yani mahali ambapo customer mgeni anaweza kuja pia akapata mahali pa kujisaidia. Sasa mahali kama hapo ndio kupatikana uwe wanatakana namna hiyo, lakini usipate mahali kama hapa mgeni pia akija hujui mpeleke wapi. Yani huko kwenye biashara mgeni huwezi kumsaidia kwa kila atenda wapi. Hiyo sasa ni changamoto ambapo sisi bado tunazo. Mpenzi mtazamaji, kwa kweli mimi binafsi nimeweza kufaidika kutokana na maneno kuntu ya bwana huyu. Alhamdulillah, natarajia kuwa wewe pia umeweza kufaidika kutokana na maneno yake. Lakini ombi zaidi ni kuweza kukuza biashara hii iweze kufanuliwa zaidi. Umeweza kusikia malengo yake na maono yake, na hili ni ombi kwa wale watazamaji ambao wanaangalia video kama hii, ambao wanaangalia kipindi kama hichi na wana uwezo wa kumboost mzee kama huyu. Nafasi iko, namba zetu za simu zitakuwa hapo, ukiweza kumcontact yeye itakuwa vizuri zaidi. Asalamu wako al-akh Yusuf Musa, na nyuma ya kamera amekuwa ndugu yangu Hassan Adam Yusuf. Tupatane wakati mwingine. Amen.